uharibifu katika ulimwengu wa roho. Kuzimu ikakaa kikao kinyume chake, ya kwamba asifanikiwe, ya kwamba asifike mbali, ya kwamba asipone, ya kwamba asiokoke, ya kwamba asifunguliwe. Leo ninakwenda kinyume na kila kikao cha siri kilichofanyika, kikao cha wazi kilichofanyika juu ya mtu huyu katika jina la Yesu, ili asifunguliwe, ili asipokee uzima wake, muujiza wake, wokovu kwenye familia katika jina la Yesu Kristo. Mwingine yuko na ndugu yake, yuko kitandani hawezi, mwingine akasemeshwa, wakakaa vikao ili asipone, wakakaa vikao ili asifike mbali. Ninatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kikao cha uharibifu ninakuharibu na ajenda zako juu ya huyo mwanamke, juu ya huyo mwanaume, juu ya huyo mtoto katika jina la Yesu. Mkapanga ya kwamba mtupie majini ya saratani, mtupie majini ya kansa, mtupie majini ya typhoid kwa jina la Yesu Kristo. Ewe kikao uliyekaliwa kinyume na huyo binti, kinyume na huyo mama, ninakuharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mwingine kikohoa, sio kikozi hicho, wakasema ya kwamba mtu huyu atakuwa na tatizo hilo, wakakaa kikao ili wakukomeshe mahali katika jina la Yesu. Ninaharibu mawazo yao, naharibu mawazo yao, naharibu makusudi yao katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa ya kwamba utathibitika katika haki yako, utakuwa mbali na kuonewa katika jina la Yesu. Kila kikao ninakusemesha kwenye ulimwengu wa roho wenye siri za vitu vyote kwa jina la Yesu Kristo. Ninapenya kwenye ulimwengu wa roho, napiga kila kikao cha giza, napiga kikao cha giza kilichofanyika kwenye ulimwengu wa roho, kilichofanyika sirini na wazini. Maandiko yanasema ya kwamba kila kilichofanyika sirini kitakuwa wazi. Naamuru wazi, naamuru wazi, hicho kikao vunjika kila mahali, vunjika kila mahali, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye huduma, kwenye wito, vunjika hiyo kikao na agenda zako, agenda za siri, agenda za siri katika jina la Yesu, agenda za siri katika jina la Yesu. Mkamtupia huyo mama magonjwa ya kwamba ili aishi maisha mateso, ahangaike, akubali tu kukubaliana na mamlaka zenu. Ninakataa hiyo mipango kwa jina la Yesu, nakataa hiyo mipango kwa jina la Yesu. Kila kikao cha siri natamka vunjika kwa jina la Yesu, natamka vunjika kwa jina la Yesu, natamka vunjika katika jina la Yesu. Agenda za magonjwa, agenda za umaskini, agenda za umauti, natangaza vunjika kwa jina la Yesu. Kuna familia ambayo imeandikiwa haitaokoka, na vunja kwa jina la Yesu, na vunja hiyo agenda katika jina la Yesu. Na ponda kwa mamlaka ya jina la Yesu, ukatupiwa ugonjwa wewe na familia yako katika jina la Yesu. Ninavunja kwa jina la Yesu Kristo hiyo agenda, roho ya uchawi na vunja kwa jina la Yesu, roho ya ulevi na vunja kwa jina la Yesu. Kila kikao cha siri kilichokaliwa, agenda zote, vikao vyote vya uharibifu, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu ukapite, ukaharibu, ukateketeze kila vikao vya siri na agenda zake. Hizo dokumenti za vikao vya uharibifu zilizoandikwa katika jina la Yesu, juu ya jina hili walioliandikia katika jina la Yesu, hizo dokumenti ninazichana, 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 ninazichana. Umeandikiwa dokumenti ya magonjwa, umeandikiwa dokumenti ya maskini, na ichana hiyo dokumenti kwa jina la Yesu. Hilo faili walilokuandikia, waliotunza kumbukumbu zako, nalichoma kwa moto, nalichoma kwa moto katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Karibu Pastor Zakayo. Katika jina la Yesu Kristo.